Shekhe anasema yahrumu bilhaidhi wan nifasi thamaniyatu ashya. Sasa mwanamke aishakuwa na hedhi au nifasi, kamtoa mwanamke mwenye ugonjwa, kwa sababu mwanamke mwenye damu ya ugonjwa yeye ataendelea kuswali, ataendelea kufunga, sawa. Kwa hiyo anasema ni haramu kwa mwanamke mwenye hedhi na nifasi kufanya mambo manane. Mwanamke akijijua kwamba ana hedhi au ana nifasi, mambo manane kwake ni haramu kufanya, na akiyafanya hayo anapata dhambi. Ndio maana ya haramu, sawa. Maana ya haramu ma yuakabu failuhu, haramu ni ile mtu akifanya ataadhibiwa, sawa. Jambo la kwanza ambalo ni haramu kufanya kwa mwanamke mwenye hedhi au nifasi, as-sala, ni kuswali. Yaani mwanamke hata awe ana hamu ya kuswali, akiwa na hedhi ni haramu kwake. Akisema ngoja nichukue udhu hivyo hivyo ni swali hivyo hivyo, kama naona raha, anapata dhambi. Sisi tumeelewa? Anapata nini? Anapata dhambi, kwa sababu yahrum, ni haramu kufanya hivyo. Wasaumu, na kufunga. Swala ni sawasawa, swala hiyo hiyo ya faradhi au iwe ya sunna, sawa, ni haramu kwa mwanamke mwenye hedhi na nifasi. Au sijida tilawa, yaani kuna mtu anasoma Qur'ani amefika kwenye sijida na yeye yuko kwenye hedhi au kwenye nifasi, akasema ngoja ni sujudu, ni haramu, kwa sababu sijida imebeba hukumu za swala, sawa. Au sijida shukuru, au akasujudu kwa ajili ya sijida shukuru, ni haramu, kwa sababu hizi sijida zote hizi zimebeba hukumu ya nini? Zimebeba hukumu ya swala. Kwa hiyo ni haramu yeye kufanya haya yote. Kwa hiyo kwenye swala, iwe swala ya sunna au ya faradhi, sawa. Tukisema faradhi ainu na faradhi kifaya, hata swala ya jeneza haruhusi mwanamke mwenye hedhi na nifasi, sawa. Kwa hiyo hata kama ndio kafa mumewe, kafa baba yake, kafa mama yake, kafa mwanae, kafa dada yake, kafa mtu wake wa karibu, kumuosha atamuosha hata kama akiwa na hedhi, lakini kumswalia hawezi. Kumswalia hawezi. Wasaumu, jambo la pili ni kufunga. Ni sawasawa funga hiyo ya Ramadhani au iwe funga ya sunna, ni haramu kwa mwanamke akiwa na hedhi na nifasi kufunga, hata ikiwa funga yake ni ya nadhiri. Madhali ana hedhi au nifasi, ni haramu kwa mwanamke kufunga. Hilo jambo la tatu. Jambo la nne, wa qiraatul Qur'an, na kusoma Qur'an, ni haramu kwa mwanamke mwenye hedhi na nifasi kusoma Qur'an. Na tukisema kusoma Qur'an hapa ni kutikisa mdomo na kujisikilizisha kile anachosoma, sawa. Au amehifadhi au hajahifadhi, akitikisa midomo yake akajisikilizisha kile anachokisoma, huyu anaitwa anasoma. Sisi tumeelewa? Kwa hiyo ni haramu yeye kufanya hivyo. Kwa hiyo hasomi Qur'an. Wa masul mushafi, na kugusa msahafu. Mwanamke akishakuwa na hedhi na nifasi hawezi kugusa msahafu wala juzuu, ni haramu kwake kufanya hivyo. Wa hamluhu, na kuubeba msahafu haruhusiwi. Kuubeba msahafu haruhusiwi. Wa dukhuli almasjidi, na kuingia msikitini. Mwanamke mwenye hedhi na nifasi hawaruhusiwi
kuingia msikitini, lakini sio kwamba hawaruhusiwi kupita. Kama hakuna njia ni hiyo hiyo, naona watakiwa kupita, ila abiri sabili, isipokuwa mpita njia. Kama mwanamke anapita njia, anatoka upande huu anavuka anakwenda upande huu, sio tatizo. Lakini kwenye vitabu vingine wameandika walmukfu fil masjidi, na kukaa msikitini. Mwanamke mwenye hedhi au nifasi haruhusiwi, na itakuwa ni haramu ikiwa anaona akipita msikitini atachafua msikiti kwa damu. Sasa hapa itakuwa ni haramu sasa kupita kabisa, sawa. Na hedhi inapigiwa kiasi na vitu vyote vya najisi, hata kama najisi hiyo anayo mwanaume. Kwa mfano, mwanaume ambaye anasala sulbaul, kwa nini mwanamke mwenye hedhi na nifasi ameambiwa asiingie msikitini, asipite msikitini? Kwa sababu ya kuchelea kuchafua nini msikiti kwa ajili ya najisi. Na mwanaume mwenye kichocho mkojo, anayetoka na mkojo, ambaye hana hifadha, hana pampers, naye haruhusiwi kuja, kwa sababu katazo la mwanamke na lake yote ila yeye ni moja, ni najisi, sawa. Au mtu amebeba kitu anajua ni najisi, akiingia nacho msikitini inaweza kikachafua msikiti na najisi, hukumu ni hiyo moja, ni haramu kuingia na hicho kitu msikitini. Si tunaelewana? Kwa hiyo vitu vyote vinabeba hukumu moja, sawa. Wa tawafu, na tawafu, mwanamke mwenye hedhi na nifasi ni haramu kwake kufanya tawafu. Tawafu ni kule kuzunguka Alkaaba mara 7. Hii ndio inaitwa tawafu. Walwat, na ni haramu mwanamke mwenye hedhi na nifasi alwatu, kufanya tendo la jimaa. Ni haramu kwa mwanamume ambaye yuko na mke kufanya tendo la jimaa wakati mkewe ana hedhi au nifasi, na kufanya jimaa wakati wa hedhi au nifasi. Na ikitokea mwanaume amefanya jimaa wakati wa hedhi au nifasi kwa mkewe, anatakiwa yustahabu, inapendekezwa atoe sadaka dinari 1, ikiwa ni mwanzo wa hedhi. Ikiwa ni mwisho wa hedhi, inapendekezwa kwake atoe nusu dinari. Dinari 1 ni gramu 4 kama na nusu hivi, kama sikosei, au na robo. Gramu 4 za dhahabu, utoe pesa hiyo sadaka. Sio lazima, lakini hii ni mustahabu, maana maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa mtu kakutana na mkewe mwanzo mwa hedhi, siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, atatoa dinari 1. Dinari 1 ni sawasawa na gramu 4 za dhahabu na kidogo. Na ikiwa mume amekutana na mke wakati wa hedhi, mwisho wa hedhi ndio inaishia na mwanamke bado hajakoga, anatakiwa atoe nusu dinari, gramu 2 na kidogo za dhahabu, anatoa sadaka. Shekhe anasema walmukthu fil masjid, na ni haramu kwa mwanamke kukaa msikitini, sawa. Kukaa kwa maana ya kuwa mle ndani ya msikiti kwa muda,
hata kama akukaa kitako. Yaani akasema tu mimi sikai, mimi nazunguka tu humu, nazunguka tusikai, hairuhusiwi, ni haramu. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo haruhusiwi kuya. Nimeenda sehemu sio atawafu watu walistimtau ma baina surati wa rukba, sawa. Wastimtau ma baina asurati wa rukba, sawa, na mtu kustarehe na mkewe lakini baina ya kitofu na magoti. Hairuhusi mwanamke mwenye hedhi au nifasi, kipande cha magoti na kitofu katikati hapa ni haramu mume kumgusa katika hizo sehemu. Mguse sehemu zingine zote huko, lakini mabaina surati wa rukba yahrumu, ni haramu. Ni madhehebu ya Imam Shafi, hata kupitisha mkono, upitishe mkono tu, hata utafiti kitu, ni haramu kupitisha mkono wako pale. Sisi tumeelewana? Kwa hiyo ni haramu, hayafai. Wayahrumu ala aljunubi khamsatu ashya, anasema ama mtu mwenye janaba mambo matano ni haramu kwake kuyafanya. Mwenye hedhi na nifasi ni mambo manane, mwenye janaba amepungua matatu, anabaki na matano. Wayahrumu ala aljunubi, ni haramu kwa mtu yoyote mwenye janaba, awe mwanaume au mwanamke, lakini ana janaba tu. Khamsatu ashya, mambo matano ni haramu kufanya. Mwenye janaba ni haramu kuswali as-sala, kuswali swala ya faradhi au ya sunna kama tulivyotanguliza. Wa qira'atul Qur'an, na kusoma Qur'an haruhusiwi. Wa masul mushafi, na kugusa msahafu haruhusiwi. Wa hamluhu, na kuubeba msahafu haruhusiwi. Wa tawafu, na kutufu vile vile haruhusiwi. Wal mukfu fil masjid, na kukaa msikitini vile vile haruhusiwi. Hayo mambo matano haruhusiwi kufanya mtu mwenye janaba: kuswali, kusoma Qur'an, kugusa msahafu au juzuu, kuubeba, kufanya tawafu na kukaa wapi? Msikitini. Haya mambo haruhusiwi mtu mwenye janaba. Kusoma Qur'ani huruhusiwi ukiwa na janaba. Amemaliza mtu mwenye janaba, mambo matano yake. Anasema wayahrumu ala almuhdithi thalathatu ashya, mtu asiyekuwa na udhu, huyu hana janaba, hana hedhi wala hana nifasi, lakini yeye udhu wake tu ndio umeharibika, ndio anaitwa muhdithu, mtu asiyekuwa na udhu. Ni haramu kwake thalathatu ashya, yamepungua mambo mawili kutoka kwa mtu mwenye janaba, sawa. Ni haramu kwake kufanya nini? As-swala, mtu asiyekuwa na udhu ni haramu kwake kuswali. Sawa sawa jamani, mtu asiyekuwa na udhu ni haramu kwake kuswali. Na kuna watu wanaona aibu, mtu yuko kwenye swala kajamba, anaona aibu kutoka. Huna swala. Sisi tumeelewana? Fanya mpango utoke uende ukachukue nini? Udhu. Ni haramu kuendelea kuswali wakati una anta muhdithu. Sawa? Mtu mwingine sasa, mimi nitatokaje kwenye safu? Utatoka tu, tafuta uchochoro utoke. Kwa hiyo jambo la kwanza kwa mtu asiyekuwa na udhu ni haramu kwake kuswali, sawa sawa ile swala ya faradhi au ile swala ya sunna.
au kuswalia maiti, madhali una udhu, hayo yote huwezi kufanya. Watawafu, na kufanya tawafu kule Maka. Wa masul mushafu wa hamluhu, na kugusa msahafu na kuubeba. Wewe kama huna udhu, ni haramu kugusa juzuu au msahafu, na hili jambo watu wao wajali kabisa. Unapata dhambi wewe huna udhu ukachukua msahafu au juzuu ukagusa au ukabeba, hana udhu, ni haramu kushika, kugusa na kubeba msahafu. Nalirudia hii sana kwa sababu tumekuwa na kawaida hiyo. Mtoto anataka kwenda madrasa, wewe una udhu, unachukua msahafu au juzuu unaushika, wewe unampa. Hairuhusiwi. Wameruhusiwa watoto wadogo wachukue msahafu bila udhu, watoto wadogo ambao wako chini ya bali, hao wanaruhusiwa, kwa sababu yaani kumlazimisha huyu atoe na udhu ni tabu. Ni tabu kumlazimisha kukaa na udhu, na udhu kwake yeye sio lazima, kwa sababu yeye halazimishi kuswali. Kwa hiyo udhu kwake sio lazima, na kumwambia kwamba kila anaposhika juzuu na msahafu achukue udhu, hadha mashaka, wal mashakatu tajribu taysiri, na jambo lolote likiwa gumu inatengenezewa wepesi kwenye sheria ya dini yetu. Kwa hiyo watoto wadogo hawakatazwi, lakini mtu baligh kushika msahafu au kuubeba wakati hana udhu ni haramu. Sawa? Narudia tena hapo, wayahrumu ala almuhdithi, ni haramu kwa mtu asiyekuwa na udhu, thalathatu ashya, kufanya mambo matatu. Jambo la kwanza, aswala, ni haramu kwake kuswali, wa tawafu, na ni haramu kwake kutufu, wa masul mushafi, na ni haramu kugusa msahafu, wa hamluhu, na kuubeba. Kilichoondoka ni nini hapa? Ambaye hana udhu anaruhusiwa kusoma Qur'an. Ambaye hana udhu anaruhusiwa kusoma Qur'an. Ni mtu kahifadhi Qur'an, anaruhusiwa kusoma Qur'an hata kama hana udhu, madhali hajashika msahafu wala hajaugusa wala hajaubeba. Na hata kama hajahifadhi, kuna mtu ana udhu kabisa, anamwambia nifungulie kurasa hapo, anamfungulia kurasa, yeye anasoma, lakini yeye hauruhusi. Yeye anasoma tu kurasa hii, kamaliza anamfungulia kurasa hii, yeye anaruhusiwa na thawabu anapata, madhali hajaugusa wala hajaubeba. Sisi tumeelewana? Je, msahafu ambao uko kwenye simu na laptop unabeba hukumu hii? Kwenye madhhabu ya Imam Shafi, msahafu ambao uko kwenye simu na laptop haubebi hukumu ya msahafu huu. Kwa hiyo mtu kama hana udhu wa kutawadha huu, anaweza akasoma Qur'ani kwenye simu yake au kwenye laptop, kwa sababu yule haitwi amegusa msahafu. Wanasema dhaka dhabdhaba, dhaka dhabdhaba. Sisi dhabdhaba tuseme nini Kiswahili? Ni programu tu ile ni nini? Programu. Ndio maana simu unaweza ukaingia nayo chooni, ni kama vile umehifadhi msahafu. Mtu amehifadhi msahafu, utamwambia usiingie chooni kwa sababu wewe msahafu haiwezekani. Lakini mtu hawezi kuchukua msahafu akaweka mfukoni alafu akaingia nao wapi? Chooni. Haiwezekani, kwa sababu hadha yanfaku minka, huu msahafu wewe unaweza ukaachana nao, lakini Qur'ani uliohifadhi unaweza ukaitenganisha kati ya kiwiliwili chako na Qur'ani uliohifadhi? Haiwezekani. Qur'ani uliohifadhiwa kwenye simu unaweza ukafika sehemu ukasema sasa nataka niitoe kwanza Qur'ani alafu niingie na simu haina Qur'ani. Inawezekana? Haiwezekani. Sawa? Kwa hiyo hukumu ya hii ni sawasawa na mtu aliyefanya nini?
aliyehifadhi. Kwa hiyo unachogusa ni dhabdhaba, haugusi yale maandishi, sawa? Ile ni dhabdhaba tu, ni programu tu inapita. Kwa hiyo haingii kwenye mtu ambaye haingii kwenye uharamu wa kugusa kama huna uzi. Tuishie hapo, inshallah. Kesho tukutane tena, tutaingia kwenye kitabu swala, tutaanza na swala baada ya kuwa shekhe ameshatutoa huko mbali kwenye tahara, kwenye najisi, kwenye udhu, mpaka akatuleta kwenye hedhi na nifasi na mambo yanayoharamisha. Sasa ushakuwa msafi huko, sasa ataanza kukufundisha swala, na kwenye swala tutaanza na nyakati, kwa sababu swala ina sharti, sawa? Shartu alwujubi wa shartu siha, sharti zinazowajibisha mtu kuswali na sharti zinazofanya swala iswihi. Sasa tutaanza na sharti hizo, alafu tuje kwenye mambo mengine.